kuna jambo ambalo benchi la ufundi la Yanga chini ya Pedro Gonçalves na wachezaji wake wanapaswa kulishughulikia kuanzia sasa. Ukweli ni kwamba katika ligi ya mabingwa barani Afrika Januari 23 Yanga watakwenda kucheza ugenini dhidi ya Mafarao. Vinara wenzao katika kundi la B kwa point wote wakiwa na pointi 4 la hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini Al Ahly wako juu kileleni kutokana na ukweli kwamba tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu inawafanya wawe juu ya Yanga, kwa sababu Al Ahly wamefunga mabao 5 lakini wameruhusu mabao 2, wakati Yanga inashika nafasi ya pili kwenye kundi lao ikiwa imefunga bao 1, haijaruhusu bao lolote. Kwa hiyo goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, Al Ahly 3 Yanga 1, na ndio tofauti baina yao, kwa sababu zote zimeshinda mechi 1-1, zote zimetoa sare 1-1, zina pointi 4 katika kundi ambalo wapo pia na JS Kabylie ya kule nchini Algeria na FAR Rabat ya kule nchini Morocco. Sasa katika kurejea kwa michuano hiyo ligi ya mabingwa barani Afrika ifikapo Januari 23 ratiba inavyoonyesha, ambapo Yanga watakwenda ugenini kucheza dhidi ya Al Ahly na kisha tarehe 30 wiki moja baadaye kurudiana tena nchini Tanzania kwa kucheza tena dhidi ya Al Ahly, Yanga wakiwa wenyeji. Ni kwamba mambo hayo ya kufanyia kazi ni pamoja na taarifa zile tunasema small details, taarifa ndogo ndogo zilizojificha juu ya ufanisi wa Al Ahly, uimara wao na kasoro zao. Lakini kwa ujumla, picha ya jumla inaonyesha kana kwamba Yanga kwa namna ilivyocheza dhidi ya FAR Rabat, kwa namna ilivyocheza dhidi ya JS Kabylie, ikidumisha kiwango chake kufikia tarehe hizi, ina uwezo wa kupata kitu, ina uwezo wa kuwapa furaha wa Tanzania, kuwapa furaha wana Yanga katika mechi hizo tough, mechi ngumu dhidi ya timu ambayo ina rekodi ya kutoa ubingwa wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara 12, dhidi ya timu ambayo hivi sasa kwa viwango vya CAF ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, kwa maana ya Al Ahly. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba katika mwenendo wa Al Ahly kwenye ligi kuu ya Misri kunatoa picha juu ya uimara wao na udhaifu wao. Lakini hata kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ambazo timu hizi zote mbili zimeshacheza dhidi ya wapinzani wao JS Kabylie na FAR Rabat kwa mpishano, zote zimeonyesha juu ya uimara wao na udhaifu wao, ambao kama utaendelea kuwapo kufikia Januari 23 kufikia Januari 30, maana yake Yanga chini ya Pedro Gonçalves wakijipanga vyema, wakadumisha kile walichokionyesha na ikibidi kuboresha zaidi, wana uwezo wa kuwapa furaha wa Tanzania, kuwapa furaha wana Yanga kama nilivyoeleza awali, kutokana na ukweli juu ya hizo small details. Ndio, iko vipi? Ni kwamba Al Ahly chini ya kocha Jes Touré wamekuwa na sifa moja kubwa, wanashambulia sana, na wakati mwingine unaweza kusema kimfumo wanajilipua, kwamba wanakwenda kwa idadi kubwa katika nusu ya pili ya uwanja kwa wapinzani wao, wakihakikisha kwamba mbinu yao ni kuhakikisha wapinzani wasipate fursa ya kuanzisha mipira kwenye eneo lao ili kujenga mashambulizi, kwamba ndani ya dakika 6 za mchezo wao Al Ahly kwa idadi kubwa wanakuwa katika nusu ya pili ya uwanja. Mfumo wao chini ya kocha Touré ni kwamba baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, viungo 2 wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini kiuhalisia kwenye kucheza huwa baada ya golikipa kuna mabeki 2, halafu wachezaji 8 wanakuwa katika eneo la ushambuliaji wakiongozwa na mshambuliaji kinara. Nadhani hapa imeeleweka vizuri kwamba average position kwa wastani wao wanahakikisha wachezaji 8 wanakuwa katika nusu ya pili ya uwanja, halafu wachezaji 2 tu wanakuwa kwenye nusu yao ambao ni mabeki wa kati. Hapa nazungumzia Yasin Marey pamoja na Yasa Ibrahim kama mabeki wa wakati, wanakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja, halafu waliobaki wote wanakuwa kwenye nusu yenu, wanawafanya msifurukute, msipumue, mkose pumzi, msuffocate kiasi ya kwamba wanateza nafasi nyingi za kufunga. Ndio uimara wao huo. Kwa lugha nyingine, wazuri katika kutumia mipira ya kutenga na crosses. Yanga lazima wajiandae kwa hilo kuelekea mechi hizo za Januari 23 na Januari 30. Katika ligi ya mabingwa kwenye kundi lao la B walipocheza mechi 2 dhidi ya FAR Rabat, dhidi ya JS Kabylie, wapinzani ambao Yanga pia wamecheza nao, nini kimetokea? Mechi 2, 2 games katika CAF
Champions League kwenye kundi lao la B ambalo wapo na Yanga. Wapinzani ambao walicheza nao ndio Yanga wamecheza nao. Nini ndio walichofanya Al Ahly chini ya kocha Jesse Touré? Ni kwamba wamepiga mashuti, tusema shots, wamepiga mashuti 24 katika mechi zote mbili. Mashuti haya yanayozungumzia ni mashuti ukiondoa yale mashuti yaliyokuwa blocked. Ukihesabu na mashuti yaliyokuwa blocked unapata mashuti 31. Lakini nazungumzia mashuti yaliyoenda bila kuwa blocked. Ni mashuti 24, kati ya haya yaliyolenga lango ni mashuti 8, lakini na wao wamepigiwa mashuti 18 kuthibitisha juu ya kile ninachosema kwamba wanashambulia sana, lakini wakati mwingine mlango wao wanaacha wazi. Wanakimbiza mwizi huku mlango wameacha wazi kiasi kwamba wapinzani wao nao wanafika kwenye lango lao. Wapinzani kwa maana JS Kabylie na FAR Rabat wamepiga mashuti 18 na wao 8 yamelenga shabaha. Hapa ubora wa kipa wao, lakini pia yale mashuti tunasema expected goals zinakuwa juu, matarajio ya kufunga yanakuwa juu zaidi, yamechangia matokeo kwa sababu kwa kufanya hivi wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 2. Lakini katika mabao haya 5, 2 wameyafunga kwa vichwa, header kama kawaida, kwamba asilimia 40 ya mabao yao kati ya waliofunga mpaka sasa kwa ligi ya mabingwa wamefunga kwa vichwa. Bado msisitizo juu ya uimara wao katika kucheza mipira ya vichwa na kuitumia vizuri kwenye mpira kutenga na kona. Yanga lazima wawe makini katika eneo hilo. Lakini tumaini kwamba wanashambuliwa, wamesharuhusu mabao 2. Mabao haya 5 waliofunga mpaka sasa yanaifanya Al Ahly kuwa ndio timu iliyofunga mabao mengi kuliko timu zote 16 katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Yaani kwenye kundi lake la B na makundi mengine ya A, C, D. Wao na RS Berkane ndio timu zilizofunga mabao mengi ambao ni mabao 5. Lakini wanacheza dhidi ya Yanga ambayo yenyewe katika mechi mbili wakati wao rekodi zao zikiwa hivi, Yanga nao si haba. Yanga ndio timu ambayo nayo inashambulia sana. Unaona uhondo ndio uko hapo. Hawa wamepiga mashuti kama idadi walopiga Yanga 24. 8 yamelenga shabaha, wakayabadilisha 5 yakawa mabao. Wao ndo wana mabao mengi, wao na RS Berkane kuliko timu zote, sio tu kwenye kundi lao bali pia na makundi mengine. Lakini Yanga nao wamepiga mashuti 24 kama Al Ahly. Kumbe Yanga sio kinyonge katika kushambulia, wako vizuri. Lakini yaliolenga shabaha, Yanga wako bora zaidi kuliko Al Ahly kwa mashuti 4 zaidi. Maana Yanga wapiga mashuti 12 ya kulenga shabaha. Halafu kwenye kuzuia sasa, Yanga iko bora zaidi kuliko Al Ahly katika kucheza dhidi ya wapinzani hawa ambao Al Ahly nao wamecheza nao. Kwa maana kwamba Yanga wakati Al Ahly wamepiga mashuti 18, Yanga wamepiga mashuti 16 ukiondoa mashuti yaliokuwa blocked. Wakati Al Ahly wamepiga mashuti 8 ya kulenga shabaha, Yanga wamepiga mashuti 7 ya kulenga shabaha. Tatizo linakuja kwa Yanga katika mechi hizi mbili ni kwamba jitihada zote hizi, those efforts, attempts za kupiga mashuti 24 12 ya kulenga shabaha, na kuwa ndio timu inaongoza kibabe katika kupiga mashuti mengi ya kulenga shabaha. Lakini kwenye mabao Yanga imefunga bao 1 tu. Hapa ndo wanakuwa inferior, wanakuwa dhaifu kulinganisha na Al Ahly kuelekea tarehe 23 mwezi wa kwanza na tarehe 30 mwezi wa kwanza. Wamefunga bao 1, halafu wao hawajaruhusu bao. Hapa inaipa Yanga ubabe mwingine hapa. Yanga mpaka sasa ni miongoni mwa timu 2 tu katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambazo baada ya kucheza kwa raundi 2 haijaruhusu bao. Ipo Yanga na Pyramids ya Misri ndio timu pekee hazijaruhusu bao mpaka sasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo hapa Yanga ina ubabe kwamba ina ukuta imara sana, hasa ukijengwa na mhimili ambao ni kipa wao Djigui Diarra na mabeki wale wakati kina Ibra Baka, akina Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto, Frank Asink na mabeki wa pembeni na viungo wao akina Juka Abuya. Kwa ujumla timu zima kwenye system ya kujilinda excellent so far kufikia mechi 2 za raundi ya kwanza. Hawajaruhusu bao, ndio wababe zaidi. Lakini wanakumbana na Al Ahly ambayo ndio wababe zaidi kwenye kufunga, wao na RS Berkane. Wababe kwenye kuzuia ni Yanga, wao na Pyramids. Utamu uko hapo kuelekea mechi hizo. Kwa wale wanaopenda mpira wa miguu watafurahi sana. Kwa Watanzania, kwa wana Yanga wenye kuitakia mema Yanga kwamba piga uagaragaza, icheze vyovyote vile, ipate matokeo bora, matokeo chanya. Hapa roho inadunda kwamba ukuta imara, lakini utakutana na tests nzito dhidi ya Al Ahly inayoshambulia sana. Lakini mwisho siku takwimu hizi zinafanya kuleta matumaini kwamba Yanga hii chini ya Pedro Gonçalves ina mbinu sahihi za kucheza katika ligi ya mabingwa barani Afrika, kwamba
hahitaji kumiliki mpira sana, kwa sababu kwa wastani Yanga hivi sasa inamiliki mpira kwa 44% tu. Mechi ya kwanza ilimiliki mpira kwa 51%. Mechi ya pili iliyocheza dhidi ya JS Kabylie kule Algeria ilimiliki mpira kwa wastani wa 37%. Wastani wa jumla ni 44%. Lakini katika muda huo mfupi wa kuwa na mpira, Yanga inafika sana kwa wapinzani, ikicheza mpira wa moja kwa moja, wako direct, wana kasi na wanafika. Tatizo la ukubwa ambalo kocha Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi lazima wafanye kazi kuelekea mechi dhidi ya Al Ahly ni kwamba nafasi wanazozipata basi wahakikishe wanaongeza ufanisi katika kuzibadili kuwa mabao, kwa sababu wao wanaongoza kupiga mashuti mengi kulenga shabaha kuliko timu zote, lakini wana goli moja tu. Ndio kwa michuano hii goli moja si haba kama linakupa ushindi. Basi katika mechi dhidi ya Al Ahly waongeze ubora huu, kwa sababu wao Al Ahly fursa wakiipata wanabadilisha kuwa mabao, kwa sababu tunaona hapo tofauti. Wapiga mashuti 8 ya kulenga shabaha wamefunga mabao 5. Yanga imepiga mashuti 12 ya kulenga shabaha, ina goli moja. Haya ndio maeneo ya kufanyia kazi. Kwa ujumla kwenye kucheza dhidi ya Al Ahly kuna small details nyingi, taarifa ndogo ndogo tutaendelea kuzichambua, na hasa juu ya ubora na udhaifu wa mchezaji mmoja mmoja katika kuelekea mechi hizo, ambazo mwisho wa siku iwe kwa manufaa ya Yanga, iwe kwa manufaa ya Watanzania, kuona wawakilishi wao hawa miongoni mwa timu mbili, wao na watani zao wa jadi Simba, wakifanya vizuri zaidi msimu huu, kusonga mbele ya robo finali kibabe sana, katika kundi ambalo baadhi ya wafuatiliaji wa mpira wa miguu wanaliita kundi la kifo kwa sababu ya aina ya timu zilizopo. Mwisho wa siku sio tu robo finali, waende nusu, waende finali kibidi kupigania ubingwa, kwa sababu kama ukifanikiwa kupenya katika kundi hili lenye Al Ahly, lenye JS Kabylie, lenye FAR Rabat, maana yake uko imara kuweza kushindana na yeyote katika kupigania fursa, kutafuta kuongeza nasibu ya kusonga mbele zaidi. Yanga chini ya Pedro Gonçalves so far so good, wakijipanga vizuri mapema. Al Ahly iko imara sana, lakini Yanga kwa hiki nilichokieleza wana uwezo wa kufanya kitu na kusonga mbele kutoka katika kundi lao la B. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.